Wanaonesha kwamba wamesawazisha pale walipokosea. Na hivi ndio natakiwa, kuna level ukifika. Nahitaji vitu kama hivi. Jua mfano kwa usajili wa Okello, hakuna mtu ambaye alistuka. Wala hakuna mtu ambaye alikwenda YouTube kwenda kumwangalia ni nani huyo Okello. Kwa sababu ni mtu ambaye tunamfahamu. Wanajua anatoka Vipers, wamuona kwenye Chani, kwenye Afcon pia mtu kaonekana na uwezo wake watu wanaofahamu. Kwa hakuna doubt. Yaani hapo hata akija akikosea uongozi hawezi kusema, kwa sababu wamesajili mtu ambaye uwezo wake unafahamika. Na ndipo timu kubwa kuna hatua ikifika lazima ionyeshe ukubwa wake. Moja ya ukubwa wake ni kuangalia katika timu ulizozidi wana mchezaji yupi bora, nenda kamchukue mlete kwenye klabu yako. Ndio maana ya klabu kubwa. Lakini hii kubahatisha kumchukua mtu ambaye mpaka watu wakamuonea YouTube, hii si style nzuri. Na yani wote namaanisha Yanga pia walifanya hicho kitu hapa. Tumeona kwa usajili wa dirisha kubwa. Tumeona kwa kina ule Akua, tumeona kwa nani hawa Dumbia. Usajili ambao unaweza kusema ni unakuwa riski. Yani ni ule ambao ni akili yenu nyinyi, lakini wengine mpaka hawaje waone kwenye kiwanja. Lakini Okello, Damaro, tumeona Damaro kutoka Singida, kila mtu anajua uwezo wa Damaro. Kwa hata anapokuja anapofeli pale Yanga, haimaanishi kama viongozi ndio wamefeli. Ni yeye kashindwa kuonesha. Lakini uongozi umefanya kitu sahihi ambacho kila mtu kaona kwamba huu ni sahihi uliofanya viongozi. Okello kama hivyo akifeli kwa Okello pale Yanga, haimaanishi kama viongozi ndio wamefeli. Kashinda, yani yeye ndo kafeli. Lakini watu sababu wanajua uwezo wake, hakuna doubt ya aina yoyote. Umeniambia Yanga ni kama wamerekebisha makosa. Tunaweza tukasema kwa tafsiri nyingine ni kwamba dirisha kubwa walikosea kwenye usajili au kuna namna walifeli? Yes, ndio majibu hapo namna hiyo bwana. Ukiona mpaka mtu ukiangalia yale maeneo ambao wao waliofanya usajili na ndio maeneo yao dirisha dogo wamefanyaje? Ingekuwa labda wamepatia wasingekuwa naja kuingia sokoni. Kwa sababu tumeona winga, Okello ni winga. Kwa maana yake walifeli kwenye upande wa pembeni. Tumeona kwa striker Depo mkuja, maana walifeli kwa upande wa striker. Tumeona kwa kiungo namba 6, maana walifeli kwenye kiungo namba 6. Yes. Na mimi ninachopenda kwamba hakutaka kubishana na ukweli. Yaani umeona kwamba hapa kuna tatizo, walikubali tatizo, walifanyia kazi. Kwa tuangalie hicho kifanya kwenye dirisha dogo, nini kitawapa majibu yake mazuri kwa msimu kumalizika. Unaona Young Africans kwa misimu ya hivi karibuni ikiendeleza ubabe kwenye ligi kuu ya hapa Tanzania bara, lakini pia kimataifa, maana tunaona kimataifa kuna kama hatua fulani wamepiga tofauti na awali. Kwa ndani sina shaka, kwa sababu hata ukiangalia quality ya Yanga ilikopo na ndani unaweza ukaifananisha na Yanga yenyewe. Lakini bado kwa sababu mpinzani mkubwa ni Simba Sports Club, Azam FC. Kwa hiyo natazama na Yanga jinsi bado wana uwezo wa kupigania walichokiachieve katika miaka minne ndani ya nchi yetu. Lakini kimataifa ndio naona wanajaribu kutengeneza sasa. Na hata timu yao ukiangalia mkakati wa dirisha dogo, unaona kabisa ni mkakati ambao baada ya kupata matokeo mazuri mechi mbili za mwanzo kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League, kwa umeona muongozo, umeona dalili njema. Ndio maana wameamua kufanya hicho ambacho walichokifanya. Kwa sababu wana mechi mbili na Al Ahly. Shaifa mzuri. Kwa lazima ujidhatiti pia. Kwa sababu ukipoteza hizo mechi mbili unajika katika wakati mgumu. Kwa lazima ujidhatiti, uwe na quality ambayo itaweza kukupa hata alama 2 ama 3 ama 4 ama 6 kabisa. Shaifa mzuri, ndio hicho alichokifanya. Kwa hiyo nafikiri ni muda wa kuonesha sasa kama walivyoonyesha ndani. Sasa tunataka watuoneshe na kimataifa nini Yanga inafanya, kwa nini Yanga imekuwa kubwa, kwa nini Young Africans. Na kimataifa namna ambavyo kundi lao limekaa mpaka sasa, unazitazamaje mechi ambazo zimesalia za Young Africans na sajili ambazo zinaendelea kufanyika? Maana sidhani kama wamemaliza kusajili. Karata kubwa ni mechi nyumbani tu dhidi ya Al Ahly. Hiyo ndio karata kubwa sana, kwa sababu ukiangalia wote wana pointi 4 na US Kabele ana pointi 1, nani wale Farabat ana pointi 1. Wanakutana wenyewe kwa wenyewe wale. Sasa yani hawa wanaongoza wanakutana wenyewe kwa wenyewe, hawa chini wanakutana wenyewe kwa wenyewe. Maana hawezi jua watavuniana alama ngapi. Kwa nusu la Yanga kuhakikisha kwamba wanagawana pointi vizuri na Al Ahly. Yaani kwamba kama uwezi kuchukua pointi 6 kwa Al Ahly, basi chukua 3. Na hakika kama kuchukua 4 ama 6 ni ngumu. Basi chukua 3. Alafu 3 zingine uje umalizie hapa nyumbani na US Kabele. Inawezekana. Ni mahesabu, unajua mashindano ya kimataifa yanahitaji mahesabu zaidi. Haihitaji uende kama ng'ombe.
mahesabu sababu lengo ni kuvuka hapa. Sio kuchukua tu alama ngapi, lengo ni kuvuka tu hapa. Kwa hiyo unaangalia Yanga na alama 4, Al Ahly na alama 4, moja. Hawa wanakutana kwenyewe, lazima atapunguzana hawa. Sasa manake Yanga akijitahidi, sababu ikitokea katika hawa wanakutana kwenyewe mtu akichukua pointi 6 kwa pozia, manake atakuwa na 7. Mfahamu vizuri. Sasa nategemea na wewe sasa akatua wewe huku sasa nategemea na wewe mtu Al Ahly au wewe umevuna alama ngapi. Kama ukuvuna manake unajipa wakati mgumu na huyo aliyevuna alama 6 kwa mzie huko. Kama umevuna unajipa wakati mzuri wa kupata nafasi ya kusonga mbele. Kwa hiyo kwa Yanga nafasi kubwa na bora na muhimu kuhakikisha anapata alama 3 za nyumbani dhidi ya Al Ahly hapa kwanza. 3 za nyumbani tu. Hizo zingine huko majaliwa. Kwa sababu hapa itakupa nafasi nzuri ya kujua mchezo unaofuata nini ufanye, nini ukavune. Sawa. Tukiachana na Yanga tuhamie kwa upande wa Simba. Mpaka sasa hivi hatujaona sajili yote ambayo imetangazwa. Lakini kipindi hiki cha Mapinduzi tumeona Simba amechukua wachezaji wengi sana wa trial, jambo ambalo hatujawahi kuzoea kuona. Pengine ni nini kinahisibu Simba ama kinasumbua Simba? Utaratibu tu. Yaani utake tusitake utaratibu tu. Unajua kuna wakati ukitaka kufanikiwa mtazame mwenzio nini anafanya. Kwa sababu football ni mchezo ambao unaona kwenye mpira tu, unayaona kwenye mpira unayaona. Ni mambo yashafanyika nyuma, watu wanachukua na yaboresha. Ushafahamu vizuri. Au Simba kinachoifelisha utaratibu tu. Na utaratibu wao ni namna ambavyo uongozi wao wanaendesha mambo yao basi. Lakini kama watasetwa hapo, watakubali hapo, wakajitengeneza hapo, mimi na hakika wana uwezo wa kubatu vizuri tuna Yanga. Yaani sehemu ndogo tu ambao wao inafanya wafelisha. Angalia mfano wao kama Yanga. Namna usajili wao wanapofanya, alipotoka hapa engineer tumeona clip ile, anakwenda mpaka Uganda, anakutana na uongozi wa Vipers pale, wanakaa kukutana na mawakala na mchezaji mwenyewe, mazungumzo nao, mwisho siku mpaka mafanyaje. Unaona kuna utaratibu ambao mzuri ambao unamhusisha mtu huyu mmoja. Sio watu wote wa Yanga. Unamwona makamu wa rais pale. Hawajamwona sio mjumbe, hawajamwona nani. Ni engineer peke yake. Kwa maana Yanga kumbe utaratibu wao usajili anasimamia mtu huyu mmoja. Ni rahisi kuwini, yani asikombe mtu. Kuwini kwa usajili sio lazima uwe na fedha nyingi. Kabisa. Ni namna ambavyo utaratibu wako unavyoweka. Kwa sababu mara nyingi wachezaji wanapenda project. Wanapenda mwenendo mzuri, utaratibu mzuri ndio unamvutia mchezaji. Shafa mzuri. Sasa lakini huku kwa utaratibu siku zote hawashindi kwa Yanga kwa sababu labda Yanga ana hela nyingi, hapana. Dao linakuwa ni lile ila wanashindwa kwa sababu ya utaratibu. Wenzao na utaratibu mzuri. Yaani maana katoka mtu mmoja kaenda mpaka Uganda. Shafa mzuri kama kakamilisha deal. Haikupigwa simu wala hazikuingia simu za kila mtu. Kwa sababu upande huko wa pili inakuwa ni kila mtu anaweza akahusika na hilo deal. Yaani mdau anaweza akapiga simu fulani, baada ya nusu saa akapiga simu fulani, kwa hiyo kutawakala. Wakala anaongea na watu 4 kutoka klabu moja. Na kila mtu ana mazungumzo yake. Na pia inachokuwa kitu kingine, baada ya kuzungumza pia bado kuna mtu wa mwisho sasa. Inabidi aje athibitishe kama ndio au hapana. Namba zinaongezeka. Kwa hiyo unaongea afu ile deal unafanya unaweka pending. Okay, nitakurudia. Shafa nzuri. Lakini sasa huko mwanzao huyu anakwenda na kila kitu. Mpaka na maamuzi pia anafanya yeye. Kwamba haiki deal pending. Mnachozungumza maki mnakifunga pale yani kimekamilika. Lakini huku kinachozungumzwa hakikamiliki pale mpaka mtu arudi kwanza. Atafutwe kwanza mtu ambaye mwenye mamlaka ya kutoa fedha. Huyo mtu kwanza anategemea nakatua na mudi gani. Kazima simu ama kalala, sio tena matajiri walivyo sometimes lazima wana muda wa kulala. Sasa wakati wewe umelala huko nyinyi mna battle la kugombania mchezaji. Huyu yupo active, wewe huko unasema subiri kwanza. Naye atakayeshinda vita. Yule ambaye anaenda mmoja hapo. Huyo ambaye yuko active ya. Kwa maana yake kumbe si swala la pesa. Ni swala la utaratibu tu kuwekwa vizuri. Na mama, unavyotazama Simba sasa kwa namna ambavyo wana utaratibu wao na wanavyoendesha klabu, kuna mtu anaweza akajitolea kama Engineer Harris akafanya maamuzi ambayo anafanya Harris, anafunga safari hadi anahakikisha kwamba mchezaji amekamilika usajili wake analetwa kwenye klabu. Pale Simba yupo mtu aina hiyo. Sasa hiyo unajua unaposema utaratibu maana yake sasa ili lifanyike hilo jambo lishawahi kufanyika mwaka mmoja, lakini ikatokea mitihani mikubwa kwa sababu kuna watu special kwa wao ndio wanasema, yani wao ndio wanaamini kipindi hiki wao ndio wanafaa kufanya hiyo kazi.
Sasa anapotokea mtu mwingine aje afanye ile jukumu, lazima kutakuwa na mtihani. Lazima kutakuwa na figisu, sababu hawatakuwa tayari wale huyu mtu afanikiwe au afaulu. Kwa sababu akifaulu huyo mtu, manake ajira zao wao, kazi yao wao ishafanyaje, sababu sifa yao moja wapo ni hiyo, kwamba ikifika kipindi cha usajili wao lazima wasimame. Sawa mzuri, wasimame waanisha sisi ndio jukumu letu na tunaweza kulifanya. Ushaelewa mzuri? Sasa ikatokea akachaguliwa mtu mmoja na akafanikiwa, maana unaharibia hao wengine. Sasa lazima wataka mtu atakayechaguliwa apitie wakati mgumu. Ilitokea hiyo. Alichaguliwa mwanadada mmoja hivi asimamie. Alichaguliwa asimamie kwenye kila kitu, asimamie. Lakini alipata wakati mgumu. Na kuna namna ilileta mwanga kipindi kile amesimama Babra. Shida sio kuleta mwanga. Tuliona hata namna ya mafasajili zake alivyopointed Stefan Aziz Ki. Alituma mpaka barua, mpaka mshahara tuliona, mpaka dau la kumpa signing fee tuliona kabisa watu ambao walikuwa na dhamiria ni watu kabisa kwamba hawa ni wachezaji. Lakini ugumu umekuja ni hapo competition, kwa sababu kuna watu walikuwa hawakubali kwamba afanikiwe anachokifanya. Kwa sababu akifanikiwa anachokifanya wao imekuwa ndio mwisho wao sasa. Shamba mzuri. Sasa ili wao wawepo lazima jambo lisifanyage, lisifanikiwe. Ili warudi katika utaratibu ule. Kama mimi ninaleta wangu na huyu analeta wake na huyu analeta wake. Ndio kwa hivyo. Kwa hiyo tunaweza tukasema pia baadhi ya wachezaji pale Simba inawezekana wamesajiliwa na watu tofauti, sio mtu mmoja. Na ndio kwa hivyo. Yaani kila mtu pale ana uwezo. Yaani ukifuatilia vizuri unakuta kwamba mchezaji huyu kasajiliwa na mtu fulani. Yaani mtu fulani ndio deal lake alilisimamia. Mchezaji huyu kasimamia deal lake mtu fulani. Mchezaji huyu kwa unakuta ni yeye mtu fulani ndio ana mamlaka na mtu fulani na mchezaji fulani na mchezaji fulani na mchezaji fulani. Kwa anaweza kawalimu tunavyotaka yeye. Sababu hata mawakala wake yeye ndio anawasiliana nao. Mshaba mzuri. Huyu uko tena naye mawakala na yeye ndio anawasiliana nao. Na hii kwa hivyo, kwa sababu mimi nadili na mawakala, wa nyumbani hapa mpaka wa nje. Naona kabisa kwamba anasema nimeongea na mtu fulani. Mfano kuna dili moja litokea mchezaji mmoja hapa ambaye alikwenda Yanga ule Musa Balakonte. Yule sababu kubwa ya dili lake kufeli kwenda Simba kwa sababu alipigiwa simu na watu 4 tofauti toka Simba. Watu hao 4 tofauti. Mbaki alimpigia mimi fulani natoka klabu fulani. Fulani natoka klabu fulani. Fulani natoka klabu. Watu 4 tofauti. Hivi hapo mchezaji anamjengea picha gani? Afu huku unakuta anapigiwa simu na mtu huyu mmoja. President wa klabu fulani. Kadha. Ndio huyo anayefanya kila kitu mpaka kinakamilika. Huku unakuta katoka huyu anapanda nitakurudia. Kutoka huyu nitakurudia. Kutoka huyu. Hivi ukipima hapo unaona ipi project sahihi? Ambao unafuatiliwa na mtu mmoja. Mwana mzuri ndio unapopenda wachezaji. Ukiacha hela kwanza, wanapenda na project kwa sababu ndio inamfanya career yake iweze kuwa kubwa. Kwa sababu kuna malengo makubwa, sio tu kucheza tu mpira. Kuna kuchukua mataji, kuna kupata pesa na kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo utaratibu unapokuwa mbovu, huwezi kuwini kwa wachezaji wazuri. Utabahatisha tu. Hivi ni kweli kwamba Simba inakosa mkurugenzi wa ufundi? Hata akiwepo, sidhani kama atakuwa anafanya hilo jukumu. Kwa sababu alikuwa scout. Na sikuona kazi yake aliyofanya scout na mwisho akaondoka. Na alivyoondoka alisema scout wachezaji ambao walipendekeza yeye ni wengi na asilimia kubwa wamekwenda Yanga. Aliotengeneza ile scout aliyopendekeza yeye, sema wengi ni nataka fulani huyu, alisema mpaka Pacome alimpendekeza. Lakini wote wameenda ilishindikana. Max Zingeli alimpendekeza, wote ilishindikana. Mfano kama Max Zingeli issue yake ilikuwa kwenye kiasi tu. Hawa wanahitaji complete $100,000. Huko wanasema hiyo nyingi, punguzeni sina kiasi hiki. Sababu mchezaji tumfahamu, tumjui, aje kwanza aoneshe. Tufanyaje? Wazao wakafika hiyo $100,000. Kwa sababu gani? Huku ile $100,000 anaweza akasema sawa haina shida, lakini naye ndani yake ile $100,000 pia anahitaji pia. Kuna malengo yake kwenye $100,000. Kwa hiyo bora kushusha kwanza. Ufike mpaka kwenye 70 ama 50, yeye akifikisha $100,000 kule, naye apate. Ushafahamu vizuri? Sasa ikiwa akupe yote yeye atapata nini? Kwa lazima uweke vigingi ambavyo ukiviangalia utakasema hii inamaanisha. Basi walipotokea wenzao dau baada huyu anafaa, wametia mzigo mzima, wamemchukua mchezaji. Kwa suluhisho la haya yote yanayoendelea kwa Simba ni nini? Mimi nasimama katika upande tu utaratibu wao tu wa kiuongozi ndio utawafelisha. Na hivi vilabu ukiviona hivi Simba na Yanga siku zote, ukiona vinayumba
basi vinaumbishwa na utaratibu wao. Mfano simuona Yanga kwa miaka 4 wakati Simba anafanya vizuri. Utaratibu uongozi tu tunauona. Aliondoka Manji, Yanga shughuli kaisha. Ikarudi kwenye bakuli, hamna anaitaka Yanga. Lakini ilivyokuja GSM wakarudi mpaka waliondoka enzi zile ya Manji walirudi. Ila utaratibu ulioweka GSM ndio ulifanya mpaka leo Yanga ipate mafanikio haya. Kwa sababu alimweka mtu ambaye anemwamini kwamba hata mfano mimi leo hii engineer aseme nimetumia usajili bilioni 5. Baada nimetumia bilioni 5, GSM anasema ina shida. Kwa sababu ni mtu ambaye anemwamini. Ni mtu ambaye anaingilia naye kwenye kazi zake. Shaba mzuri yaani kwamba hawaingiliani kwenye Yanga tu. Wanaingiliana kwenye kazi zote unazozijua wewe za GSM, wanaingiliana. Kwa hiyo anachokisema lazima akiamini, kwa sababu ana hakika hawezi kumtupilisha katika njia ambayo mbovu au ambayo sio sahihi. Umefahamu vizuri? Ndio alipowini hapo. Utaratibu tu kwa mzuri. Sasa huku utakuta asilimia kubwa mwekezaji na watu ambao wanamsimamia project yake hawaingiliani kwenye chochote zaidi ya kwenye mpira tu. Na maana hawaaminiani. Sio kuaminiana, achana kuaminiana. Yaani hawaingiliani kwa maana vipi? Hawaingiliani kibiashara. Okay. Maana yake wao ukaribu wao upo kwenye Simba Sports Club tu. Ukitoka hapo kila mtu ana mambo yake. Sasa nafikiri huyu mwekezaji hapa atakuwa na watu sahihi. Atakuwa kwanza na wasiwasi. Yeye sio na wasiwasi. Ila watu watakikopo pale hawatokaa kwa ajili ya kusema kwamba tufanye inavyotakikana. Sababu tajiri amekuja hapa. Uingiliane naye kwa chochote. Kwa hiyo una cha kupoteza wewe. Una cha kuharibu zaidi ya kuangalia maslahi yako wewe. Unafahamu vizuri? Ndio maana watu nakuta wanapigiwa kelele. Tokeni watu bado wameshikilia bomba. Hivyo na mtu ambaye anaweza akashikilia bomba sehemu ambayo ana maslahi nayo. Ukona mtu anang'ania sehemu mamangu, unajua kuna maslahi anayapata. Ndio maana hataki kutoka. Sawa, tuachane na Simba na Yanga. Mama, nataka tuangalie Manchester United. Mwendelezo ambao wanaendelea nao, tumeona mnafukuza makocha, lakini pia tukitazama nafasi ambayo Manchester United kwa msimu huu inashiriki Premier tu, hamna mashindano mengine ambayo inashiriki, kote ametolewa. Unaitazama Manchester United ikiwa katika ule ubora, ni kurudisha ubora wake wa zamani. Maana sasa hivi tunaweza kusema Manchester United ni klabu kubwa kutokana na historia. Inaweza kurudisha ubora wake wa zamani kwa siku za hivi karibuni? Inaweza kurudisha, lakini mpaka wakubaliane pia. Hapo kuna kukubali kwa nyakati zishapita na nyakati hizi sio nyakati zao. Na ili ufanikiwe usiishi katika akili ile ya kuamini mimi ni mkubwa. Hicho ndio nafikiri kinachoikosa Manchester United. Yaani bado wanayawaza mafanikio ya miaka ya nyuma iliyopita. Ndio maana inawafanya wanashindwa kujiandaa inavyotakikana. Unajua kiwaza mafanikio, mfano mimi nilikuwa tajiri. Na mimi bilionea. Afu ghafla ule bilionea ukakupungua. Lakini haimaanishi kwamba hauna mali, ila tu mipango ya hela imefanyaje? Ina mali, una vijumba unavyo, una uwezo kuchukua vijikodi, sengine sasa una biashara zako unazo ambazo zinakufanya upate hela kula. Sasa ukitaka kushindana na ile hali, kwa mimi nilikuwa bilionea, nilikuwa kwa siku naweza nikatumia milioni 100. Hivi vitu vyako vichuma hivi utaviona kama havina faida. Lakini ukikubali kwa mimi bado nimedrop, kwa niishi kutokana na hivi vitu nilivyo navyo, basi utaenjoy maisha. Sio nzuri. Sasa United ile hali ya zamani ishaondoka. Ule champion wa zamani ishaondoka. Wanataka wakubali sasa. Aje mwalimu ambaye watakubali wapoteze naye muda kwa malengo zaidi ya target, sio ya muda mfupi, ya muda mrefu. Kwa hiyo atengeneze kilicho bora kwa sasa kwa ajili ya mafanikio ya baadaye. Lakini wakitaka aje mwalimu waamini kama sisi ni United, tunatakiwa tuchume sasa hivi, muda wao umeshapita. Kwa hiyo natakiwa kufanya kama kile ambacho alifanya Pep na Man City, Klopp na Liverpool. Kama alichofanya Liverpool. Mfano tu Liverpool ilikuwa ni timu kubwa, lakini ilikaa miaka 30 bila Premier League. Haikumaanisha kwamba ilikuwa achukui makombe mengine, yeye kwa anachukua. Ila Premier League ilikuwa ni mtihani kwa miaka 30. Lakini walikubali baada ya kuja Klopp kwamba sisi ni timu kubwa, ila tutengeneze. Akatengeneza, akaahidi project baada ya miaka 4 ndio walizo kuhusu makombe makubwa. Na kweli baada ya miaka 4 project ikatimia. Lazima timu kwanza ili kabla ya kuwa bingwa hakikisha kwanza wanaitengeneza, inatoka kuwa dhaifu mpaka kuwa shindani. Lazima kwanza tuwe dhaifu inakuwa timu nzuri,
baada hapo inakuwa timu shindani, baada hapo unakuja kuwa champion. Huwezi kuwa bingwa, huwezi kuwa mpinzani bila kuanza kuwa mzuri. Lazima uwe mzuri kwanza, iwe timu nzuri, inacheza vizuri. Baada hapo nitakuwa timu shindani, baada hapo nitakuwa champion. Kama mfano unavyoona Arsenal pia. Upoteza muda mrefu na Arteta. Unasema why unamvumilia Arteta? Hapana. Hiki sasa hivi unachokiona ndicho ambacho walichokivumilia Arsenal. Ndio matokeo. Walianza kuwa dhaifu, wakaja kuwa inaonekana tu Arsenal hivi ni timu nzuri, inacheza vizuri. Ikaja kuwa timu shindani misimu mitatu nyuma. Maana yake nini? Kwenye kila mataji kuna hatua alifika ambazo hakufika nyuma. Kwenye ligi imechukua nafasi ya pili mara hizo. Lakini nao iangalia Arsenal kwamba ishakuwa tayari sasa kuwa champion. Sio mshindani tena. Kwa msimu huu sasa Arteta anapokosa mataji lazima aulizwe. Kwa sababu tayari ushakuwa mshindani ndani ya miaka mitatu. Chamzuri huu wa 4 sio tena ushindani. Lazima uwe champion. Na ukiangalia unaona kabisa Arsenal kwamba ina dalili ya kuwa champion kwa sababu hata anapocheza Arsenal kwamba inakuonyesha kwamba sasa hii timu ni nzuri, hii timu ni shindani, hii timu ina sifa kuwa champion. Kwa sababu United yategeza warudi huko wakubaliane na hilo. Yaani kuna kati timu inapoanza kujitafuta kutoka hapa kuwa dhaifu mpaka kwa timu nzuri, lazima itapitia tu matokeo mabovu. Lakini tuone kwanza style of play jinsi inavyocheza, timu inavyoandaliwa kabisa, hapo kuna malengo. Lakini matokeo yatakuwa mazuri kwa sababu kutoka hapa kwenye dhaifu mpaka kwa timu nzuri, good team, matokeo yatakuwa mazuri. Sasa kutoka good team kwenda kwa ushindani ndio unaweza sasa ukasurvive, ndio unaweza sasa ukakaa zingine kwenye mechi 10, nzuri mechi 5 ukashinda zote, ukadraw moja. Kwa hiyo kwa kweli kupoteza ovyo inakuwa ni tofauti kwa sababu ushakuwa timu shindani. Sasa baada hapo sasa ndio unakuja kwa una sifa ya kuwa champion sasa. Sasa hiyo sio cha miaka miwili, miaka mitatu. Kuna process ya muda mrefu. Umpate mwalimu ambaye atakubali hilo kupoteza muda wake, na nyinyi kuanzia mashabiki sasa, kuanzia mashabiki mpaka viongozi. Jambo la hili hata siku wana draw wanafanyaje? Siku imefungwa wanafanyaje? Wanaangalia nini kinatengenezwa au nini kinafanywa kwa ajili ya kuvuna mafanikio ya baadaye. Lakini wakitaka kuja kwenye akili ile kwamba sisi United kwamba mechi mbili tu sisi tunaweza kuwa mabingwa, sahau, miaka itaondoka kama yangu. Lazima uangalie utaratibu wa wenzio waliofanikiwa nao. Sasa hivi utaratibu ushabadilika wa mpira. Sasa hivi mpira ni project. Lazima kubali kuanza chini sasa hivi. Lazima kubali kuanza chini ndio uje juu. Achana na deni. Shule maisha. Wote unaona wao kina City, kina Liverpool, Arsenal sasa hivi unaona wote wamekubali kuanza chini. Sasa hivi ndio wanakuja. Angalia hata mfano kina Spurs makocha wao wanachukua, huko gani wanamchukua? Makocha ajabu ajabu. Wanaanza project sasa hivi watu. Angalia Chelsea kocha wao sasa hivi amchukua katoka na nili huko Ufaransa huko. Lakini umeona nini? Project wanaona. Wameingia miaka 5 sui. Yaani wanakubali kwamba sisi ni Chelsea. Kwa hiyo tulikuwa ni mabingwa. Lakini sasa tunataka tuanze, yani sio kuwa bingwa tu kwa kubahatisha. Tuendelee tuwe mabingwa mara kwa mara. Lazima tutengeneze kitu ambacho kitakuja kusumbua kwa muda mrefu. Kwa nakubali kuanza sasa. Kwa hiyo United sio tu kumchukua, sio kumchukua. Wakubali kwamba lazima uanzishe project ambayo itawafanikisha. Angalia mfano PSG. Waliamini kutumia fedha nyingi ndio kuwa mabingwa wa Ulaya. Wali struggle, walikuwa na Messi, Mbappe, Neymar, walishaka master bora tu. Lakini baada ya kuja Luis Enrique na akaja na sporting director, akatumia njia kama aliyotumia Lille, kama aliyotumia Nice. Ani kuandaa, kufanya usajili wa utaratibu mzuri, kuchukua vijana wadogo, kuwapandisha kwenye academy nyingine, kuwatoa kwenye timu huko kama kina Dui wale wametoka Lille. Wadogo wadogo tu, Bakola akapandishwa, sijui ule nani ule aitwa nani ule winga wa namba 7 katoka Napoli. Wewe yani umechukua vijana wadogo wadogo, sio tena kwenye majina. Mwalimu yupi anafaa? Enrique njoo hapa. Amekaa misimu mingapi Enrique? 3 sio 4. Kachukua Champions League. Sababu walikubali kwamba tusitake tuseme sisi PSG. Tutengeneze sifa ya kuwa PSG. Ndio tutupe ubingwa wa nini? Wa Ulaya. Wamechukua. Na mpaka leo hii kwa PSG ana ubingwa wa Ulaya. Kachukua kwa sababu gani? Walitengeneza project ambao walikubali upoteze muda mrefu. Ni project ambayo itakuwa na msingi mzuri. Itakuwa nazungumza, itakuwa na umoja wa timu hii.
sio majina huko Neymar huko Mbappe yani kwamba tunaposema tunakaba kwa pamoja, tunashambulia kwa pamoja. Hatuna star team yetu. Yote anaweza kuwa star. Kaba achukua Ballon d'Or Dembele kwa sababu ya ubora wa nini? Wa PSG. Umemfahamu vizuri? Na hapa anaondoka mwalimu wao kwamba tayari kishamaliza project sasa. Amesema ataongeza mkataba, anataka changamoto mpya. Kwa hiyo kishamaliza project manaki. Aje mwingine aendeleze nini? Project. Ndio atakiwa afanye hivyo United. United zama zao zishapita. Za kujiona wao United. Lazima wakubali kuanza upya. Na upya lazima upoteze muda. Tafuta mwalimu ambaye kupoteza naye muda. Mfano mzuri, United Ferguson alichukua mwaka 86. Alipokea ile timu mwaka 86. Alikaa mpaka mwaka 91 Ferguson. Hakuna alichovuna. Miaka mingapi hiyo? 5 hiyo. 91 kombe pekee ambalo lilimfanya Ferguson aendelee kubaki United ni kombe la FA. Aidha dhidi ya Crystal Palace walishinda 2-1 Manchester United. Ndio kombe la kwanza la Ferguson alichukua United. 86, 87, 88, 89, 90, 91. Miaka 6 hiyo. Ndio anachukua kombe la kwanza la FA. Lakini walimvumilia. Baada ya hapo 92 United akaanza kupata mafanikio. Kavuna Premier League 13, FA Champions League 2, 3 mvuna. Mfano mzuri, kavuna Champions League ya 99, kavuna na mwaka 2000 na ngapi? 2008. Champions League 2. Kaingia finali za UEFA Champions League ngapi? Kaingia finali 2 za 2009 na 2011. Mfano mzuri. Ushafahamu mzuri? Kwa maana yake finali nne ameingia, amechukua 2, wamepoteza 2 za UEFA Champions League. Kwa maana yake nini? Walikubali kuvumilia project ya Ferguson ndani ya miaka 6. Na ikatiki ndio zile raha ulizoziona kuanzia mwaka 92 mpaka 2013. Kwa sababu walivumilia ndani ya miaka 6 ndio wakapata zile raha. Kwa nini nao wana haraka? Lazima waangalie structure yao. Nini wanataka? Waangalie muundo wao. Sababu uzuri Ferguson hajaweka muundo wa timu. Alitengeneza muundo wake. Sasa aje mtu atengeneze muundo wa United kwamba tupite katika njia gani. Ndio maana Liverpool alipoondoka Klopp wakatafuta mwalimu ambaye mfumo ni ule ule na staili ni ile ile ila tu mbinu sio tofauti. Shamba mzuri. Ndio maana akumchukua mwalimu ambaye anayetumia mfumo wa 3-4-3, maana angewachanganya wachezaji wale. Wote angesema hafai. Wamemchukua mwalimu ambaye mifumo yake ni ile ile ni 4-2-3-1 ama 4-3-3. Mzuri. Sasa mbinu ndio aje nazo. Shamba mzuri. Lakini United tushaona makocha kibao ambao kila mwalimu ana mfumo wake. Huyu 5-4-1, atakuja huyu 3-4-3, atakuja huyu 4-4-2. Ushafahamu mzuri Alafu sana kila mtu akija pale nakuta lazima abadilishe wachezaji kutokana na muundo wake jinsi alipokuwa nao. Mfano kama sasa hivi timu iliyoacha Amorim. Mwalimu atakuja kazi anayo. Inabidi afumue tena upya. Kwa sababu Sangia atakuja na style nyingine labda ya 4-4-2 ama 4-3-3. Je, wale maplayer waliobaki nao wale wanamofa hicho kitu? Ndio changamoto. Changamoto hapo. Kwa hiyo wanakubali, watakiwa wakubali kuvunja. Waanze upya. Na upya wenyewe mashabiki wakubali, viongozi wakubali. Hata siku nafungwa 5 nakubali. Kwamba tunajenga kitu. Sio 5 mwalimu hapo hawezi kufika. Sisi mimi je timu yangu Liverpool. Tulikaa miaka 4 mamangu. Tunakwenda mwaka tunataniwa hamna Premier League. Kimya. Tuko tunaamini kwenye mipango ya Klopp. Hamna play. Mwaka mmoja mpaka tunachukua UEFA tumepigwa kamba 3 na Barcelona na Camp. Tunacheka kwamba ndio kombe la mwisho hilo maana Klopp aliahidi miaka 4. Premier League huko Man City ndio anaongoza sio kwa pointi 1. UEFA huko ndio shafungwa 3. Tukapiga comeback, tukapiga goli 4, tumeingia finali tumechukua Champions League. Kombe la kwanza kubwa tunachukua baada ya miaka 4. Jurgen Klopp. Malipo ya ile project. Baada hapo Premier League si dushelele tunapita. Ifikapo Liverpool inaweza tukakaa msimu mzima mkafungwa mechi 2 tu. Yes. Kwa wabidi wa vumilivu United wakubaliane na hali yao, wajipange katika utaratibu mzuri basi na kile mafanikio watapata tu.